Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya punda. Kuwa na manunguniko madogo madogo kwa mtu fulani. Kuhisi mtu anashindwa kukuelewa. Kupokea malalamiko au kesi kutokana na ujinga wa mtu. Baadhi yenu kupoteza hamu ya kula. Kupata vidonda vya mdomoni. Kuhisi kusalitiwa. Kupata kisunzi au kichwa kubana. Kuhisi mtu anahitaji kukukomoa. Kuwa na matamanio ya kufika kwenye nafasi fulani. Kupenda sana sherehe. Kutokana na kukutana na watu wengi uliopezana nao. Utachoka kusuruhisha kesi ya watu wenye hila. Kupokea taarifa ongezeko la mazao au mifugo. Kubishiwa hodi usiku. Kuona kundi la ndege wengi. Hiyo ni ishara njema kwako. Punda. Kuna wakati hutaki kuruhusu moyo wako kuamini kitu ulichokuwa na shaka nacho. Mpaka pale kitakapojidhihirisha. Ila tambua heri imejificha kwenye mgongo wa shari. Omba imani iwe ndiyo mwongozo wako. Utavijua usivyovijua. Mapito ya mtu yatakufunza. Utajitahidi kuwa mvumilivu. Kuhamasisha kitu. Kuinadi bidhaa au kuifanyia matangazo. Kumpokea mtu kutoka safarini. Kufika sehemu ambayo haujawahi kufika. Msimu huu utapata kipato kwa wingi. Kutokana na baraka zenye heri kutimia kwako. Zidisha imani ya kweli kwa kila hatua yako. Nyota ya Simba. Kumkumbuka mpenzi wako wa zamani uliyepezana naye kwa muda mrefu. Kujihisi maumivu yenye unyonge kwa kukikosa kitu au kukipoteza. Kuhisi mtu anakutafutia sababu ya kutaka kugombana naye. Kumuonya mtu kwa mwenendo wake. Kumkamata mhalifu. Kuulizwa swali la mtego utakalolijibu kwa ufasaha. Utafurahishwa na utulivu wa mtoto. Kuanzisha mjadala. Kuongeza kitu kilichopelea ili kuwe na ukamili wa kitu hicho kutosheleza. Nyota ya Mshale. Sauti ya mnyama mkali kukukera. Kuamka kwa kushtuka. Kuhisi unachelewa kufikia lengo. Kuweka utayari wa kitu kufanyika. Kuhisi ugumu kwa mtu kumweleza jambo. Mtu kushindwa kuwa karibu na wewe. Kukerwa na maneno ya mtu ya kejeli. Kupata maono kumuhusu mtu. Kutamani kusaidia kitu ikiwa uwezo wako ni mdogo. Kuhisi unaelekea kushindwa kuvumilia jambo moyoni. Kutamani kumwambia mtu ukweli ni kwa namna gani anavyokukosea. Kuujutia wema ulioufanya kwa mtu. Kwa baadhi yenu mtapata radhi au baraka kutoka kwa wazazi wenu. Utamuelimisha mtu kitu asichokuwa na elimu nacho. Tarajia kupata faida kwa utekelezaji ulioufanya kwa siku chache zilizopita. Kuna mtu hatojutia kukufahamu. Kuhisi unasubiriwa wewe utoe maamuzi. Utajitahidi kumwelewa mtu anachokimaanisha. Wachache wenu kupitia kipindi kigumu sana, chenye kupelekea kushindwa kufanya manunuzi ya vitu muhimu. Ila mioyo yenu itakuwa na matumaini kwa kujua kipindi hicho ni cha mpito tu. Naam Mshale, uko sahihi. Kuna heri kubwa ipo mbele yenu. Utapokea fursa itakayobadilisha hatima mpya ya maisha yako. Nyota ya Kaa. Kupata ushauri wa kitu. Huwa na machaguo mawili ambayo yatakutatiza akili yako. Kushughulika na vitu muhimu bila kuangalia lawama za watu au kitakachozungumzwa. Kufanya vitu kwa mahesabu ya baadaye. Utapokea kiasi cha pesa ulichokisubiri. Mwenye nyota ya Mizani na Punda wanajadili kitu kuhusu wewe. Utapinga jambo na macho yako kuwa makali sana. Utakuwa mwenye taswira au nguvu ya uzee. Ongea yako, matendo na upendo kukumbatia kitu, hata kama kina kasoro utakipigania kwa haki. Hali ya kusitasita itaondoka. Kutembea sehemu nyingi na kuona moshi, au popote ulipo, ishara ya moshi kuwa karibu yako. Ina sababu kubwa kwako. Siku ya leo utauvua ubaya au shari kutoweka kwako. Mtu kujutia kukufanyia kitu kibaya au usichopendezwa nacho. Mng'ao mpya kuwepo kwenye paji lako la uso. Utafanya kitu cha kishujaa.
mwelekeo mzuri pia kuukaribia, ndoto au jambo la kweli kutimia. Kabla ya kuvaa kitu, kuwa makini kukikagua. Kuna kitu utaona au kujua. Utafurahia kitu. Tabasamu lako litaleta ufafanuzi wa kitu, hata kama moyoni una majonzi. Ila ukweli wa ndani utaupokea kwa udhihirisho. Rangi yako nzuri ya leo ni nyeusi na nyekundu. Nyota ya Nge. Sauti inayokuingia kwa maumivu inakupa mabadiliko. Katika fikra, mwanzo mpya, utayari na uthubutu wa kufanya kitu. Sumu za watu kwako ndizo zinakupa nguvu ya utetezi mpya. Kuamua na kupanga mengi kwa ajili yako. Kufanya kitu kwa uwezo mkubwa. Uajabu au kustaajabisha kunaelekea kutokea. Unaweza ukiamua. Nafasi zilizo bora ambazo zilikupita zinajijenga upya. Watu wanaotoka mbali ndio wanaokuja kujiunga na wewe kwa furaha. Uhalisia wako kuuficha. Kunajenga taswira nyingine ya utambulisho bora. Kufanya kitu kwa nia na ubora kuonekana. Ukali na mwongozo wako hukufanya ujiamini kwa kifua mbele. Kimaamuzi yenye busara. Huogopi kutupwa chini, yaani kushushwa. Ila nguzo yako ya ujasiri na kutenda hufanya uishi popote kwa kujiamini na kusubiri mwangaza mpya. Utafikia hatua ya mabadiliko mengi. Kuumwa kwako hukufanya ukae kwa mafikirio ya kesho yako. Na sasa ni nani yu karibu yako? Ukweli huujua moyoni. Kifua chako kina siri kubwa ya maisha. Utetezi upo mikononi mwako. Amua na acha kujiunga sehemu batili. Udhaifu wako ni kupenda umoja wa watu ambao ni sumu kubwa kwako. Asili. Asili yako ni wewe mwenyewe kujificha, kujiweka kwa tahadhari. Si kila mtu anahitajika kuwa na mazoea na wewe. Utabiri wako wa leo unahitaji ujifunze na kupata ufumbuzi wa kujijua wewe ni nani. Ila ukifanya makosa kidogo yatakugharimu pakubwa. Adui zako wanakuzunguka kila mahali. Hivi hujui ni kwa nini maadui wapya hujitokeza katika sehemu tofauti na nyingi. Kwenye kazi, unapoishi, hata kwa wema ufanyao. Ndiyo fimbo itakayokuadhibu. Rudia tena kusikiliza ujumbe wako huu. Utapata kujua kitu na kubadilika. Kila jambo hukutokea kwa ukumbusho. Changanua akili, sahihisha ulipokosea. Tafuta ufafanuzi zaidi ili kuwa bora. Mwongozo wako huwa una hasira na wewe kwa ukaidi wako. Nge, kuwa makini. Nyota ya Samaki. Shari. Kuiombea sana shari iwe mbali na wewe. Ila bado itajisogeza na kukuvaa kwa ukubwa. Mawazo yako umeyaruhusu kuwaza kwa vitu visivyowezekana kwa sasa. Unajisahau, hujui wajibu wako nini ufanye. Acha kuukumbatia wema wa kinafiki. Ushauri mzuri ni wenye kujenga. Akili yako usiifanye ishikiwe na mtu. Amua maamuzi ya kweli ya moyoni. Kuna wakati mwingi hukumbushwa kitu, hasa wakati wa usiku, asubuhi au muda tulivu. Isikilize sauti yako ya kifuani na kujulisha jambo. Kupuuza kwako kuna kufanya uharibikiwe pakubwa. Siku ya leo kuna mtu muhimu atakufikia. Ila utajihisi mwenye kuogofya au kutojiamini. Tambua kuna salamu na ujumbe kamili umekufikia. Ruhusu nguvu yako ya ndani ifanye kazi. Machozi yako ya siri yanapunguza maumivu kidogo kwa muda tu. Utapata ishara ya chakula kuharibika kwa haraka. Tambua ni hatari ipo karibu yako. Macho yako yataangaza sehemu ya mbali. Unajulishwa kuwa upo nyuma ya wakati. Nguvu yako haitendi ipasavyo. Usipokuwa makini utapoteza kikubwa. Maneno hayo yametoka kwa uhalisia wako wa kweli. Unasubiriwa kuamua. Uko na nafasi kubwa usiyoweza kuiona. Kwa kuwa uko na upofu wa moyo. Mashaka yako ya wiki hii yazingatie. Nyota ya Mizani. Kuacha kumwaminisha mtu kila kitu. Utafanya usiri wa mambo mengine. Akili yako kuwa kasi sana kwa kitu. Kumwazia mtu mwenye nyota ya Kaa. Moyo wako utakuwa na wasiwasi au kutamani kufanya kitu. Utashindwa kusubiri kitu. Kujua ishara ya kitu ina maana kubwa sana. Machozi ya mtu aliyapo itakukumbusha mbali.
kuzizoea lawama za mtu japokuwa zinakukera. Leo unaonyeshwa kuwa kuna tatizo litakalojitokeza. Ugomvi, shutuma mbaya kwa watu wako wa karibu. Uaminifu kupotea kwa mtu. Kulala ila moyo wako na kuhitaji ufanye kitu. Mizani, hakika unaipoteza nguvu yako sana kwa kutotaka kuelewa. Kuna tatizo linalokusumbua tokea kwenye ukuaji wako. Ipo siri iliyojificha kwako. Nyota yako imechafuka hasa kwenye suala la mapenzi. Ukimbiza vitu vingi na pesa ikiwemo. Unapewa angalizo kwa mwongozo wako. Usipotaka kubadilika utafikia kwenye hali ya majuto. Si kila kitu cha kuvutia kwako, kwani mara nyingi hukaribisha sumu mwilini mwako wewe mwenyewe. Zingatia kwenye suala la mapenzi, kuwa na anayestahili. Wiki zijazo zinakuja na taarifa njema, unahitajika kujisafisha mwili wako. Nyota ya mapacha. Bajeti ya kitu kuvurugika. Utakuwa mwenye kususa kwa haraka. Kupata hali ya kiungulia. Hasira zako kumalizia kwa kutuma ujumbe kwa mtu. Kujulishwa kitu mara kwa mara. Nyota ya ndoo. Kumwona mtu na kuwa na hali ya kumchukia. Mambo yaliyotokea zamani kuyakumbuka sana. Kuona uhafadhali wa mtu. Umeanza mbali sana mpaka kufikia hapo ulipo. Utajihisi mwenye mabadiliko makubwa. Mtu kushangazwa na wewe. Kutokana na kukuona mwenye furaha au kuridhika. Kwa sababu umepokea kwa kila lenye kukufikia. Hivyo unajua jinsi ya kupambana na hali yoyote. Kutotumia hasira kwenye jambo la hasara. Utulivu ni kitu bora sana kilichokuwepo kwako. Kukagua kitu na kuona hitilafu au ubora. Utasadiki maneno uliyoambiwa. Jambo kubwa la uvumi kuwepo. Kuangalia wadudu wakipishana njia. Itakujulisha kupata suluhisho au kufungukiwa mambo yako. Mtu ataheshimu kauli yako. Kuongea na mtu kwa furaha. Mtu atahitaji msaada wako. Kupata pesa nyingi kwa sababu maalumu ya uaminifu wako wa kutekeleza kitu. Heri ya mtu itapitia mikononi mwako. Usichoke kufanya wema. Unajiandalia malipo mazuri. Nyota ya mbuzi. Utakuwa mtetezi wa mtu. Uelewa wako utakuepusha na jambo baya. Kulala kwa hasira au kukasirika. Utasubirishwa kwa muda mrefu kwa kitu. Kukaa na mtu kwa kumjali na kutimiza mahitaji yake muhimu. Kutakuongezea baraka. Mtu kusumbuka kwa ugonjwa wa macho. Nyota ya mashuke. Kujikuta unasimama sana sehemu ya mlango. Yaani hupiti moja kwa moja. Itakujulisha kuna mambo yako yatakuwa yenye kukwama. Au kutokuwa na mwelekeo mzuri. Kupata usingizi mzito na kuamka kwa furaha. Usiku wa jana kuna uadui ulioudhibiti. Hii ni nguvu iliyopita kwa sababu maalumu. Kuweka nia ya kitu kabla ya kulala. Na majibu yake utayaona. Mwenye nyota ya ndoo atakuwa karibu yako. Unaweza kupata kitu kupitia yeye. Kuwazia mshahara au kipato unachotarajia kukipata. Wengi wenu mtakuwa na majibizano na mtu. Nyota ya ng'ombe. Kosa moja la mtu kuyakumbushia makosa mengi aliyoyafanya. Utakuwa mwenye kasi sana ya mwendo. Kupinga kitu ila baadaye utakubaliana nacho. Kuvuta vitu kulingana na nguvu yako. Unaweza kutamani kitu au kumwazia mtu. Na ukapata uhasilishaji wake kwa haraka. Kuna hali ya hasira utakayoizuia. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi. Kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp. Kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.